Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri duniani, lakini miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran likitoa tahadhari kwamba jeshi hilo halikutumia uwezo wote kamili wa mashambulizi ya kulipiza kisasi wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya mali za Israel pamoja na Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini sasa linaenda kufichua uwezo mpya ambao ni mbali zaidi ya mawazo ya adui katika tukio la uchokozi wa aina yoyote. Hilo linasema bado hatujatumia uwezo wetu wote, na kama vita vitaendelea tutafichua uwezo ambao adui hawana mtazamo wowote kuhusu uwezo wetu wa kijeshi. Brigedia Jenerali Hossein Moheb, msemaji wa IRGC, alisema Jumatatu. Tutafichua mbinu mpya za kivita ambazo adui hana uwezo wa kuzikabili, aliongeza. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran alikariri tathmini hiyo, ambapo Brigedia Jenerali Reza Tadei-Nik alisema mnamo jana Jumatatu kwamba hifadhi za kimkakati za vikosi vya jeshi pamoja na makombora na ndege zisizokuwa na rubani zimejazwa kikamilifu na vikosi viko tayari kulinda taifa. Zaidi ya nguvu za mapigano na utumiaji wa mbinu mpya, usaidizi wa vifaa kwa Wizara ya Ulinzi unabaki hai na unaendana na mahitaji ya kuimarisha nguvu za ulinzi, anasema. Baada ya siku 40 za mapigano makali yaliyolikumba eneo lote, Iran na Marekani zilikubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili iliyopatanishwa na Pakistan Aprili 8 ili kuruhusu diplomasia kumaliza vita hivyo kabisa. Kanda hiyo kwa mara nyingine tena iko katika hali mbaya wakati huu. Hata hivyo, wakati wajumbe wakuu wa Iran na Marekani walipoondoka Islamabad Jumapili bila mafanikio kufuatia masaa 21 ya mazungumzo makali, maafisa wa Iran walilaumu matakwa ya kupita kiasi ya Marekani kwa kushindwa kwa mazungumzo hayo, huku haki ya Iran ya kurutubisha madini ya uranium na kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ikielezwa kuwa ni vikwazo viwili vikubwa. Iran imeweka vikwazo kwenye mlango wa Hormuz kama jibu la mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo, na hivyo kuziba njia nyembamba ya maji katika Ghuba ya Uajemi kwa meli zinazohusishwa na wavamizi na washirika wao. Data ya baharini imeonyesha kuwa trafiki kupitia mkondo wa kimkakati ambao huwajibika kwa 1/5 ya usambazaji wa mafuta duniani imeshuka kwa kasi na kusababisha bei ya nishati kupanda na kuyumbisha uchumi wa dunia. Wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza Jumapili kwamba jeshi la Marekani litaweka vizuizi kamili kwenye mlango bahari wa Hormuz, akisema kuwa litatumika kwa meli zote zinazokwenda au zinazotoka katika bandari za Iran. Rais huyo wa Marekani alionya zaidi kwamba meli yoyote ya kijeshi inayojaribu kuvunja kizuizi itaondolewa, na hivyo kuzuia hali ya uhasama uliozuka hata kabla ya usitishaji wa mapigano uliopo kuanza mkondo wake. Vikosi vya jeshi la Iran vilitaja vikwazo katika maji ya kimataifa kitendo haramu na uharamia. IRGC pia ilionya kwamba meli zozote za kivita zinazokaribia mlango wa bahari wa Hormuz zitazingatiwa kuwa ni ukiukwaji wa usitishaji wa vita dhaifu. Jeshi la Iran lilisema siku ya Jumatatu kwamba tishio lolote katika bandari za nchi hiyo litazusha mwitikio mpana wa kikanda na kwamba hakuna bandari yoyote katika Ghuba ya Uajemi au bahari ya Oman itakayosalia salama ikiwa bandari za Iran zitalengwa. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM pia ilitangaza kuanza kwa vikwazo vya bandari zote za Ghuba ya Uajemi na maeneo ya pwani, na operesheni ya biashara ya bahari ya Uingereza UKMTO ilisema imepokea onyo kwamba kizuizi hicho kinatumika kwa trafiki zote za meli bila kujali bendera. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.